Kwa hivyo yeye ndiye atatupeleka kwa masaa haya kwa ajili ya kutuletea neno la Mungu kulingana na Mungu vile amtayarisha. Naomba tuweze kusimama tuombe kwa ajili ya kwanza. Tuamini na tuombe. Baba wetu na Mungu wetu uliye juu mbinguni, tunasema ni asante asubuhi ya leo. Umekuwa mwema kwetu, umetulinda Kristo tangu tuanze hii makambi Baba, na tumefika wakati mwingine ambao tumekuja mbele zako Baba kwa ajili ya kusikiza neno lako. Mnenaji ambaye anaenda kusimama Kristo, tumkabidhi mikononi mwako. Ndio tupatie usikifu mwema Kristo, yote ambaye umemtayarisha kwa ajili ya kutuletea, yasa kutusaidia katika maisha yetu na tusongeze karibu na utukufu wako Baba. Ili urudipo mara ya pili Baba, tuende na wewe juu mbinguni. Wacha utayarishe mioyo yetu Baba kwa ajili ya siku ya leo na vipindi zote ambazo ziko mbele yetu, na ni katika jina kuu la Mwana Yesu Kristo naomba na kuamini. Ni wangapi ambao wananisaidia kumkaribisha? Sijaona vizuri jameni. Ni wangapi ambao wananisaidia kumkaribisha mgeni? Mgeni karibu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uamuzi ni wa nani? Amina. Amua basi. Amua kutii kanuni ya kanisa uishi. Na uwe mkaidi, uasi, ufanye nini? Amua sasa. Uamuzi ni wako. Uamuzi ni wangu. Asante. Ni wakati wa uongozi. Na katika uongozi leo tunaenda kuangalia yale yaliyomo katika kanuni ya kanisa. Jana nikauliza na sikupata jawabu kikamilifu kwa kuwa wazee wangu wa kanisa hawakuweko wote. Leo wako wote? Hawako. Si rahisi kuweko kwa kuwa najua wengine wameajiriwa hapa na pale na hawana nafasi, lakini hilo ni sawasawa pia. Katika hao walioko nilishauri na naendelea kushauri ya kwamba kila mzee wa kanisa awe na kanuni, asitegemee ile ya kanisani. Awe na yake mwenyewe. Unasikia? Uwe na kanuni yako mwenyewe, unaisoma wakati wote, unaibeba mahali popote ukitaka, lakini ile ya kanisa ni ya kanisa hiyo, usitegemee hiyo, uwe na yako mwenyewe. Na ili usimamie, uongoze vyema, ni vizuri uifahamu kanuni hiyo ya kanisa kwa kindani. Tunataka kuangalia katika zile kurasa yaliomo katika zile sura zilizo katika hiyo kanuni ya kanisa. Sura ya kwanza inaongelea juu ya jambo hili. Kwa nini kuwe na kanuni ya kanisa? Kwa nini kuwe na kanuni ya kanisa? Nipatiweni jawabu, kwa kuwa tangu juzi ninarudia hilo. Kwa nini kuwe na kanuni ya kanisa? Kwa nini kuwe na kanuni ya kanisa? Sitaki chorus. Inua mkono. Elder. Ijapokuwa si elder, lakini kwa saa hii ni elder. Haya, ongea. Mungu akubariki. Tusome katika maandiko matakatifu, kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ni ya 14. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 aya ya 40. 40 inasema, lakini mambo yote na yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Ili mambo yote yatendeke kwa uzuri na utaratibu.
Utaratibu unapatikana katika kanuni ya kanisa. Ndiposa ni muhimu iweko ili tuende sawasawa na mapenzi ya Mungu, tuende sawasawa na wenzetu wote ulimwenguni kote. Hiyo ni sababu, na hiyo ni sura ya kwanza. Sura ya pili, kanisa la Mungu aliye hai. Kanisa la Mungu aliye hai, kanisa lake Mwenyezi Mungu ambalo limejengwa juu ya mitume na manabii na Yesu Kristo yeye mwenyewe akiwa ndiye jiwe kuu la pembeni. Kanisa la Mungu si la mtu binafsi, kwa hivyo linatakikana liongozwe kulingana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu, kulingana na uongozi ambao uko kila mahali katika kanisa lake Mungu. Kwa hivyo ili lisiende kinyume, liende sawa sawa na mwongozi huo, kwa kuwa ni kanisa la nani? La Mungu. Hii si yale makanisa ya mtu binafsi ya kidunia. Hili ni kanisa la Mungu lililoanza tangu Edeni, na Mungu analithamini sana, ndiposa amelipa mwongozo. Kwa hivyo sura ya pili ni kanisa la Mungu aliye hai. Sura ya tatu ni muundo na mamlaka. Mungu Mwenyezi amelipatia kanisa lake mamlaka ya kwamba ina uwezo kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Amelikabidhi uwezo wake Mungu ili kwamba liende kulingana na mapenzi yake. La tatu, ndio hiyo ya tatu, ndio hiyo ya muundo na mamlaka. Limeundwa kulingana na ngazi za chini mpaka ngazi za juu, na tena Mungu amepeana mamlaka katika ngazi zote hizo. Sura ya 4 inazungumzia juu ya wachungaji na watumishi wengine wa kanisa, wale ambao wamechaguliwa kazi kanisani, pia na wachungaji. Habari zao zote ukitaka kuzipata ni katika sura ya 4 kuhusu wachungaji na watumishi wengine wa kanisa. Watumishi wengine wa kanisa ni kama wakina nani? Watendakazi kanisani ndio, watendakazi wa ofisi huko Kenya Coast Field ndio, na ndio hivyo. Asante. Sura ya 5. Katika sura ya 5 ni kuunda, kuunganisha na kuvunja makanisa na makundi. Namna makanisa yanavyoundwa. Kuanzia, nilisema kanisa linaanzia wapi? Haya, ukifika hapa kanisani sasa kuna nini? Mshiriki na mshiriki na mshiriki. Nimesikia hapa kuna home churches, washiriki ambao wanaishi katika maeneo fulani. Hilo linafananishwa na kundi la shule ya Sabato, ambapo baada ya hilo kundi hilo ndipo shule ya Sabato inaundwa. Baada ya shule ya Sabato kunaundwa kanisa. Baada ya kanisa mbele mpaka General Conference. Sasa kama kuna uasi wowote ambao umeonekana ya kwamba katika kanisa fulani au katika mahali fulani pale wanaenda visivyo, wanatakikana kiongozi, president na timu yake kwenda kuvunjilia mbali hicho kikundi au hilo kanisa, lirudishwe kwa Sabbath school, kuunda na kuvunja. Ndio unapata hayo katika sura ya 5. Sura ya 6, kufanya wanafunzi.
Hili ni kanisa la utume. Tumetumwa kutangaza Injili. Namna ya kutangaza inatakana kuwe na utaratibu, kuwe na makubaliano, kuwe kuna muundo kamili ambapo kazi ya Mungu itafanyika vizuri. Kuwafanya wanafunzi kwenda kuhubiri, utaangalia katika ukurasa wa 6 ambao unazungumzia namna ya kuwafanya watu kuwa wanafunzi wa Yesu na kuwabatiza na kuunda iwe kanisa. Kwa hivyo ni katika sura ya 6. Sura ya 7 ni ushirika, mahali ambapo unaenda kukaa kuanzia miezi 3, miezi 6 na zaidi. Hamisha jina lako, ili hapo mahali unapohudumiwa na mchungaji, unapohudumiwa na wazee wa kanisa, uwe ushirika wako uko hapo. Unatakikana ushirika wako uhame nao wakati umepata transfer labda, au unaenda kukaa mahali fulani kwa muda, au ni kabisa kabisa. Hata kama ni muda mfupi, takriban miezi 3, miezi 6 kuendelea hivi, unatakikana ushirika wako uwe mahali hapo. Si kwenda mahali unakaa miaka nenda miaka rudi na jina lako liko huko Oyugis, na hali wewe unahudumiwa na mchungaji aliyeko hapa Chaani. Hamisha jina lako haraka. Hapo ni sura ya 7. Katika sura ya 8, sura ya 8 ni marudio. Wakati unaenda kinyume, lazima uchukuliwe hatua. Kanisa si lako, huwezi kufanya yale ambayo unataka mwenyewe moyoni mwako. Ni uende kulingana na utaratibu na mwongozo ambao Mungu Mwenyezi ameuweka. Ikiwa hufanyi hivyo, nidhamu, wadhibiwe, uende sawasawa na vile ambavyo inatakikana, na ni utii. Marudio ambayo yanatakikana kuweko katika kanisa unayapata katika ukurasa wa 8. Ukienda zaidi, ukurasa wa 9, maofisa na vyama vya kanisa mahalia, kuanzia katika ngazi za chini kwenda mpaka ngazi za juu. Kuna wale ambao wanachaguliwa, kuna vile vikundi, vile idara kadha wa kadha ambazo zinatakikana kufanya kazi. Mwongozo huo unaupata katika sura ya 9. Ili kuimarishana kiroho, lazima kuwe kuna vikundi kanisani. Kuna vyama. Niambie mojawapo ya chama cha kanisa ni nini? Very good, kumbe mnajua. Mungu awabariki sana. Kwa hivyo mojawapo ni na Adventist men wako. Lakini wale ambao huwa lazima wajisajili, vijana huwa wanajisajili, Dorcas huwa wanajisajili, Adventist men wanajisajili. Hivyo ni nini? Ni vyama. Asante. Kwa hivyo hayo yote unayapata katika sura ya 9. Ukienda zaidi, tuangalie sura ya 10. Katika katika sura ya 10, namna ya kufanya uchaguzi. Uchaguzi unafanyikaje kanisani? Si mwaka ukiisha kunachagua leo watendakazi wengine? Si mchungaji ndiye anatakana kuwachagua? Si mchungaji ni nani? Asante.
Ni hivyo. Sasa mwongozo huo unaupata katika ukurasa katika sura ya 10, namna ya kufanya uchaguzi. Haya, sura ya 11, huduma na mikutano mingine. Mikutano kama nini? Je, kama labda au mnaongea yenu? Mnajua ni kwa nini? Ni kwa nini? Ni kwa kuwa ni chorus. Kwa kuwa ni chorus ndio sasa sielewi kama mnaongea kati yenu au kama mnanijibu. Haya, ni vipi katika mikutano, huduma na mikutano mingine? Huduma ni kama gani? Ubatizo ni huduma, mazishi ni huduma, meza ya Bwana ni huduma. Haya, namna ya kuyapata hayo yote na pia mikutano kadha wa kadha ambao tunakuwa nayo utayapata katika ukurasa katika sura ya 11. Ukienda katika sura ya 12 inazungumzia juu ya fedha. Kanisa inapata fedha zake kutoka wapi? What is the source of revenue of the church? The revenue of the church inatoka wapi? Offerings. Kwa hivyo offerings zinamiminika kutoka mbinguni au ni watu gani? Hizo karasi hizo ndizo. Asante. Sasa ni sawa sawa, nashukuru kwa kuwa mnajibu nyote. Sioni kuna mtu ambaye amenyamaza. Sasa basi, ikiwa wewe hutimizi wajibu wako, Mungu Mwenyezi ana hazina ambayo ameiweka. Hazina ya Mungu iko wapi? Msijiwekee hazina zenu duniani ambapo sasa tutapeleka mbinguni. Natoa. Kwa hivyo hazina iko wapi? Hazina, mahali ambapo tunapeleka mapato yetu ni wapi? Ni kanisani. Hayo yote unayapata katika sura ya 12, hazina ya kanisa, ili kazi ya Mungu iende vizuri, iende mbele siku zote, na namna ya utoaji, uwakili, zaka, sadaka. Hayo yote unayapata katika ukurasa huu wa 12 au sura ya 12. Namna ya kutoa sadaka, utazitoa kivipi? Namna ambavyo fedha hiyo inatakikana kutumika, na yule aliyekabidhiwa mamlaka ya kutunza hiyo fedha ni nani? Ni nani amepewa mamlaka ya kutunza fedha ya kanisa? Ni nani? Haya, niulize tena, nani amepewa mamlaka ya kutunza fedha ya kanisa? Ni asante. Si yeye kwa kuwa amepewa mamlaka ya kutunza anaweza kuamua atakavyoitumia? Wakina nani wanaamua? Si ni mchungaji anayeamua? Wazee? Haya, ni nani anaamua? Ni washiriki? Kupitia kwa business meeting. Ikiwa labda pengine ni chama kina fedha yake,
Dorcas wana fedha yao, si hao walitoa, walichanga walitoa, au hawa Dorcas wanapata fedha kutoka wapi? Niza kiasi ya kwamba hata nini ifike huko kanisani au imfikie mtunza hazina, inatoka wapi? Kwa wana Dorcas. Sasa hao wana Dorcas si ni yao, wanataka kuitumia. Sasa watafanya nini? Unanifurahisha. Sasa nimsikize yupi? Inua mkono sasa hapo. Okay. Asante, nilitaka maelezo kama sasa mngeeleza nyote kwa pamoja ningeelewa. Haya, tunaendelea. Viwango vya maisha ya Kikristo. Mkristo wa kweli utamjuaje? Mkristo halisi atakuwa yuko vipi? Pengine umeingia kwa matatu, na kama pana Adventist hapo, utamjua kivipi? Kuna mambo mengi. Katika hayo mengi, eleza hayo machache, utamjuaje? Pana mzee pale, ni mzee yule, ndio. Haya, eleza mzee, utamjuaje? Haeleweki? Hayuko mbele. Anyway, naona nitapoteza muda hapo. Tutaongea hayo baadaye. Akiwa umempata kwa matatu, amevaa vipuli, utasema huyu ni Mwadventista? Amevaa vipuli, yuko na vipuli, ana nini, ana rangi kwa midomo, kuchapea navyo hivyo. Huyo utasema ni Mwadventista? Haya, tutaongea hapo. Tunaenda mbele, lakini 14 ndoa, talaka, kuoa, kuolewa tena. Mwadventista anaweza kuolewa tena? Haya, ataolewa tena kivipi? Nataka mkono. Mama ambayo umeinua mkono, pole, siwajui majina. Kivipi? Kuolewa na yeyote yule. Na ataolewa na nani? Haya, tuangalie sura ya mwisho, sura ya 15. Imani za msingi za Waadventista wa Sabato. Imani za msingi za Waadventista wa Sabato. Haya, hapa panaongea kuhusiana na mtu ambaye amejiunga na kanisa, akiwa pengine, nitoe mfano, kama pengine anahitaji ubatizo, naye ana wake watatu. Ni sawa? Itakuwaje?
hizo chorus zinanitatiza. Inua mkono tafadhali. Inua mkono. Najua. Nauliza swali. Na kama alikuwa haelewani vizuri na huyo wa kwanza, lakini huyu wa pili au huyo wa tatu ndio wanaelewana vizuri, itakuwaje? Sasa naomba ukasome hii sura sasa, ndio upate kuelewa vyema. Tukimalizia, pana sura ambayo imeongezwa ya 16 ambayo sasa hiyo inategemea ni eneo lipi, ni wapi, mambo yaliyo katika eneo hilo, ndipo mwende kulingana na hayo. Katika ikiwa ni sehemu hapa za Afrika, kama ni wapi, kuna mambo fulani hapo ambapo yanatofautiana. Kwa hivyo hayo nayo pia yako katika sura ya 16. Kwa hivyo katika hayo yote utayapata katika kanuni ya kanisa. Ni vyema sana kila mmoja ajue haki yake. Ni vyema kila mmoja ajue haki yake. Mnajua mna haki zenu hapa kanisani? Mna haki zenu hapa kanisani? Sasa hizo haki zenu ziko wapi? Ziko katika hii kanuni. Kila mmoja apate kanuni. Nani hahusiki na kanuni hapa? Nani hahusiki? Nenda pale kwa mwinjilisti atakupatia kanuni. Mungu awabariki. Tusimame tupate ombi. Tunaomba. Baba Mungu mtakatifu, Mungu utupendaye, Mungu unayetujali, Mungu unayetuthamini, uliyetuita ukatutoa katika giza ukatuleta katika nuru yako ya ajabu, na ukatupatia nuru hiyo ili tuangazie wenzetu ambao wakali katika giza. Katika jina la mwanao Yesu Kristo tunakuja kwako tukikuomba uwe pamoja nasi. Mimina Roho wako Mtakatifu ndani yetu ili tuongoze nawe Bwana kwa kila jambo. Twakuomba kwa jina la Yesu mkombozi wetu. Amen.